Wafanyakazi 7 hospitali ya wilaya ya Chumbuni wamesimamishwa kazi ili kupisha uchunguzi baada ya kudaiwa kuhusika na kifo cha mtoto mchanga aliyefariki siku ya Jumapili tarehe 9 mwezi wa 3 2025 baada ya kukosa huduma kwa wakati na kupelekea kifo cha kichanga hicho. Akitoa ufafanuzi wa kadhia hiyo kwa Asam Online TV, msimamizi wa hospitali za wilaya kutoka taasisi ya Saifi Hospital, Najma Mashimba, amesema Saifi Hospital ni kampuni ambayo imepewa mkataba na Wizara ya Afya kwa ajili ya kusimamia huduma za afya katika hospitali za wilaya. Na mkataba huu tumepewa mnamo 2023. Kwa hiyo tumeanza kazi kuanzia mwezi wa 9 2023 tukiwa na hospitali za wilaya Unguja na Pemba. Na hospitali zetu kwa sasa ni Unguja tuna hospitali 6, tukiacha Jitimai na maanisha Kitogani, Mwarapongwe, Mbuzini, Chumbuni, Pangatupu na Kivunge, na kwa Pemba tuna Kinyasini na Micheweni. Kwa hiyo tumepewa dhamana na Wizara ya Afya kwa ajili ya kuhudumia na kusimamia hospitali za wilaya ili kuweza kutoa huduma bora kwa wananchi wetu wa Zanzibar. Kwa kweli tukio lililotokea juzi la Mama Zainab M. Kasim ni tukio ambalo limetusikitisha na limetuhuzunisha kama kampuni ya usimamizi wa huduma za afya, na kwa upande wetu hatujalipokea vizuri na tumechukua hatua mbadala kwa ajili ya kusoti hili tatizo, na tunahakikisha kwamba tunachukua hatua ambazo tutaweza kuzuia au kupunguza matukio kama haya kutokea katika hospitali yetu. Mpaka sasa hivi tumechukua hatua ya kusimamisha wafanyakazi wote ambao walihusika katika tukio hilo, tukianzia mapokezi, madaktari, wauguzi pamoja na msimamizi wetu ambao walikuwa shift siku hiyo ya Jumapili tarehe 9 mwezi wa 3. Lakini vile vile tumeenda extra mile kwa ajili ya kuomba radhi kwa familia ya Mama Zainab M. Kasim kwa ajili ya tukio ambalo limetokea, na tulienda Jumamosi iliyopita tukazungumza naye, tumempa pole na tumeomba radhi, na tumeahidi kwamba hatua stahiki zitachukuliwa endapo uchunguzi utakamilika na kuonekana kwamba wana hatia hawa ambao wamehusika katika tukio hili. Walikuwa 7, kimaanisha madaktari 2, daktari mmoja akiwepo kutoka kitengo cha dharura yani emergency na yule wa OPD ambaye alilalamikiwa, lakini na wauguzi 3 katika kada hizo pamoja na mapokezi 1 na huyo msimamizi wetu wa hospitali alikuwepo shift siku hiyo. Uchunguzi sasa hivi bado umefikia katika hatua ya kuchunguzwa, nikisema kwamba kuna baraza la wataalamu wa kada husika walikuja tarehe 13 wakachukua maelezo, na sisi pia tukiwemo katika hiyo panel ya kuchukua maelezo. Kwa watu wamechukuliwa maelezo wahusika, madaktari, wauguzi, mapokezi na huyo msimamizi wetu. Kwa hiyo wamepelekwa katika mabaraza yao husika na pamoja na kusubmit leseni zao za kazi. Kwa hiyo baraza sasa litafanya uchunguzi, likishafanya uchunguzi litaturejea na mrejesho wa kile ambacho kimefanywa uchunguzi. Kwa hiyo kusema uchunguzi utachukua muda gani nitashindwa kusema, lakini mpaka sasa hivi tayari maelezo yashafikishwa kwenye baraza, na ndio maana wahusika wamestopishwa kwanza ili kutoingilia uchunguzi wakati hatua nyingine zinaendelea. Aidha, ameelezea mikakati yao katika kuhakikisha wanaendelea kutoa huduma bora kwa wananchi, ikiwemo kuwapatia elimu watendaji wao juu ya maadili ya kazi zao. Kama nilivyosema mwanzo kwamba tumesikitishwa sana na hili tukio, na kweli ni tukio linaloumiza na kibinadamu, sio tukio zuri, kwa sababu leo limemtokea Bi Zainab, kesho linaweza likanitokea mimi Najma, kesho likamtokea ndugu yangu na Soso. Kwa hiyo hatua tuliyochukua ya kwanza kama Saifi, tumeona kuna umuhimu wa kurudia mafunzo na ambayo hawa wataalamu wetu watapata kujikumbusha za medical ethical ambazo wamefundishwa darasani, kwamba wewe kama daktari una wajibu wa kujua kwamba mimi mgonjwa nina mahusiano nao ya karibu kabisa, kwamba mgonjwa huyu natakiwa niweze kuforesee damage, kwamba hili tatizo lilokuepo hapa, je, nisipofanya hii hatua itakuwaje? Kwa hiyo tunataka turudie yale mafunzo ili tuweze kuwakumbusha wataalamu wetu wajibu wao wakiwa katika mazingira ya kazi. Lakini mbali na hayo, tumefanya training kwa hawa ambao sio wataalamu wa afya. Tunazungumzia mapokezi
pamoja na wasimamizi ambao wao sio madaktari wala wauguzi, kwamba nao wana haki, wanatakiwa kujua haki zao au wanatakiwa kujua wajibu wao wakiwa katika mazingira yao ya kazi, kwamba wajibu wao ni nini. Mimi mgonjwa atakapokuja, mgonjwa nikishamwona ni mtoto wa chini ya miaka 5, je, huyu mgonjwa natakuwa nimtreat vipi, nimpeleke wapi, nimfanye hivi? Je, mtu mzima mzee wa miaka 70 natakuwa nimfanyaje? Kwa hayo mafunzo tumeona ni muhimu tuyarudie ili yaepushe uzembe au yaepushe situation kama hii kutokea tena. Lakini mbali na hayo vile vile tumeamua kuimarisha usimamizi wetu katika hospitali ya Chumbuni, ambao tumeongeza wafanyakazi wetu kwa upande wetu wa msimamizi ambao wana qualification ya uongozi katika huduma za afya. Kwa hiyo tumeongeza sasa hivi wako 2 pale. Kwa hiyo tunategemea kwamba kupitia elimu yao na experience yao wataweza kupunguza hivi vitu kuendelea. Akizungumzia changamoto ya kuwepo kwa kitengo cha dharura cha watoto na upungufu wa madaktari hospitalini hapo, Najma amesema tuko katika mchakato wa kuanzisha emergency department kwa watoto ambao itasaidia kupunguza changamoto kama hizi. Kwa hiyo tupo katika plan na tunategemea inshallah Mungu akijalia anytime tutaanzisha hiyo emergency ya watoto. Lakini kwa upande wa wafanyakazi tumeshawasilisha maombi yetu Wizara ya Afya kwa ajili ya kupatiwa wafanyakazi wa ziada katika hospitali ya Chumbuni, na tunatumaini wizara italifanyia kazi, watatuletea wafanyakazi, kwa sababu na vile vile sisi kama sisi Saifi tumeajiri specialist, tunamaanisha wataalam katika kada mbalimbali, na tunaendelea kuajiri pia. Tukio hilo ni la kwanza kutokea tangu taasisi hiyo kukabidhiwa kusimamia hospitali hizo za wilaya. Safia Hussein, ASAM Online TV.